Karibu Tuzo Online. Kidogo kwenye sehemu yake ya goti ikatulazimu tumtoe kipindi cha kwanza, lakini naamini pia kuna wachezaji wa Singida ambao niliwaona kama kina Gede hapo walipata shida kidogo. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, hajakuwa majeraha makubwa sana kwa ambacho tumekiona kwa siku ya leo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa ushindi ambao tumepata, goli 3, clean sheet safi. Tumerudi juu ya kilele cha msimamo wa ligi. Sasa focus na kwenda kwenye mchezo unaofuatia. Mtoe pongezi kwa wachezaji wote wa Yanga Afrika. Mechi haikuwa nyepesi, tumecheza mechi ngumu dhidi ya mpinzani mgumu na tumemanage kupata matokeo mazuri siku ya leo kwa pressure iliyokuwa, lakini tumeweza kucheza vizuri. Na la pili, niwapongeze benchi la ufundi kwa mipango ambayo wamekuja nayo kwenye mchezo wa leo. Imetusaidia, imetulipa, tumeweza kupata matokeo mazuri. Mwisho niwapongeze sana mashabiki wa Yanga waliokuja leo KMC Complex. Bado michezo 7 ukijumlisha na huu wa leo, Yanga haiwezi kuwa bingwa kama wachezaji watakuja katika viwanja wakuta viwanja havina watu. Kiwango kile ambacho tulikosoa, tulishauri, tulitoa maoni yetu baada ya mchezo na Dodoma, ndio kiwango kile cha nguvu na jitihada na kujitoa tunatakiwa tuwe nacho kwenye kusupport timu kwa wakati huu. Wamekuja kwa wingi leo, lakini nawaomba mechi ijayo na Namungo itakuwa ni siku ya Jumatatu inshallah, na mnafahamu Namungo pia ni kadabi kingine kadogo hako. Tuje kwa wingi, tuwasukume wachezaji wetu tuweze kupata matokeo mazuri inshallah. Kutokea jana kuja leo ilikuwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Mnaifeel hiyo pressure ya panda shuka kwenye msimamo wa ligi? Labda nyinyi ni wageni na mmesahau. Msimu uliopita difference ilikuwa pointi 1 mpaka mechi ya mwisho. Kama mnakumbuka vizuri. Tofauti ilikuwa alama 1 tu msimu uliopita kutoka mechi ya 20 mpaka mechi ya mwisho ya ligi ambako Simba na Yanga walicheza. Msimu huu tofauti ni alama 2. Kwa hiyo ni pressure ya kawaida. Sijui wenzetu, ila sisi ni pressure ya kawaida ambayo tunafahamu, tuliipitia msimu uliopita, tunaipitia msimu huu. Kubwa ni kuweka jitihada. Kama tulivyosema sasa hivi ni kila mtu atashinda mechi zake. Hakuna haja ya kupiga hesabu za mwenzako. Ni wewe weka nguvu, shinda mechi zako. Ukishinda mechi zako kama sisi Yanga, maana yake automatic tunakuwa machampioni. Kwa hiyo nguvu yetu haipo kumuwaza mpinzani. Hata akicheza mechi 2, si hatujacheza, akili yetu inawaza mechi zetu. Zimebakia 6, tuna mechi ya Namungo, baada ya hapo ligi itakwenda kusimama. Tukirudi inshallah tutaweka jitihada mechi 5 zilizobakia tuweze kushinda zote. Semaji, mchezo leo umeondoka na alama 3 lakini pia goli 3, mmerejea kileleni na mmeondoka na clean sheet. Tafsiri yake hii ni nini? Tafsiri yake hii ni focus yetu na concentration ya wachezaji ipo kwenye kutafuta ubingwa. Ukiangalia mechi ya leo tumecheza vizuri, tumecreate nafasi, tunaweza kufunga hata goli 5 leo, lakini tulikuwa tunajitahidi tusifanye makosa eneo la ulinzi. Ukiangalia mechi za hivi karibuni, hata Yanga ikitangulia goli 1 bado kuna pressure tuko nacho kwa sababu ya makosa ambayo tunayafanya kwenye safu ya ulinzi kwenye baadhi ya michezo. Kwa hiyo concentration ikiongezeka, makosa yakipungua kwenye safu ya ulinzi, kwa ligi inapokwenda, kuna mechi hapa utashinda kwa 1-0, kuna mechi utashinda kwa 2-1. Kwa hiyo cha muhimu sisi ni kutokufungwa goli. Ukifunga mengi sawa, lakini cha muhimu ni kutokufungwa goli. Na tumekifanya kwa siku ya leo. Tumekuona wakati wa substitution ya Metacha. Ulikuwa unawashawishi baada ya substitution ya Metacha, walipofungwa tena Singida ukashawishi wambadilishe na ulikuwa ushauri ama ulikuwa nilikuwa na mshauri kocha wa Singida. Sasa makipa si wako watatu. Wa kwanza akafungwa, kamtoa. Wa pili kashafungwa, asichelewe angemuingiza na ule kipa wa tatu naye chugo lake 1 la 3. Kibahati mbaya hakufanya hivyo, lakini nilikuwa najitahidi kumconvince kwamba kocha tayari uliyemuingiza naye kachukua chuma, sasa mtoe aje dogo mwingine naye achukue cha kwake. Utaratibu wa kawaida. Nimeona uchambuzi technical, unajua kuna vitu vinafanyika technical, vinafanyika katika level ambao sijui, labda ni wachambuzi wanafanya makusudi au vipi. Kwa mchambuzi amesema kosa la Metacha Mnata, na hapa sasa anakuja kama mchambuzi ndio anasema kosa la Metacha Mnata, amepanga ukuta, amekaa nyuma ya huo ukuta baada ya kupanga. That's very right, ndio. Lakini tuulizane, Alan Okello kafunga ule mpira kwenye mwamba upo, mwamba ambao ukuta ulipangwa au mwamba ambao ukuta haukupangwa? Kwa sababu unavyosema vile technical, ukishapanga ukuta kipa lazima uje ukae upande ambao utauona mpira. Sasa tuulizane hapa, kama Metacha angekuja katikati ya goli alikopiga Alan Okello angeenda kule? Singeenda, lakini alipokaa ndo mpira. Kwa nini tujaulaumu ule ukuta? Kwa sababu mpira umepita kwenye ukuta.
Okello angepiga kwenye mwamba ambao uko wazi akafunga, ungemlaumu goalkeeper. Kafunga katika mwamba ambao ukuta ulisimama, hamna kipa angepanga ukuta alafu arudi acheze kule ambao Okello kaweka. Zile foul anapiga watu wawili tu duniani, ndugu zangu, wawili tu zile foul za namna ile. Anapiga Lionel Messi, anapiga na Alan Okello Stabo, wawili tu. Sasa kama ndio mfumo huu wa kufukuza makipa baada ya Okello kufunga foul, tujiandae hizo mechi 6. Kuna watu barua watakuwa hawana. Kama ratibu ndio huu, zitaingia sana zile, ndugu zangu. Semaje umezungumza kuhusiana na mashabiki? Tumeona wakati anaingia captain walisimama na kuanza kumpigia pongezi. Pengine kile ambacho ulikuwa unawaomba wamekifanyia kazi na wamempokea vizuri? Wamekifanyia kazi na wamesahihisha makosa yao. Kama ambavyo wachezaji huwa wanakosea dakika 90, na sisi viongozi na mashabiki na wanachama kuna moment tunakosea. Kwa Bakari alifanya makosa kwenye hali ya mchezo na sisi tukakosea kwa kumuataki mchezaji wetu na kumtoa mchezoni. Kwa leo mashabiki wamesahihisha makosa yao. Wakati anaingia wamekuwa naye, na kama kuna moment ambayo nilifurahia alivyoingia, alienda straight kusalimiana na Djigui Diarra kwamba tuko sawa, tuko fresh, boli ipigwe. Tukiwa na mood hii, tukawa moja wote, furaha ikatawala, hakuna wa kutuzuia hapa. Hakuna, tukiwa wamoja, furaha ikatawala, tukacheza kwa jitihada. Naamini inshallah tunachukua ndoo mapema sana. Singeenda lakini alipokaa ndo mpira. Kwa hiyo tujaulaumu ule ukuta. Kwa sababu mpira umepita kwenye ukuta. Okello angepiga kwenye mwamba ambao uko wazi akafunga, ungemlaumu goalkeeper. Kafunga katika mwamba ambao ukuta ulisimama, hamna kipa angepanga ukuta alafu arudi acheze kule ambao Okello kaweka. Zile foul anapiga watu wawili tu duniani, ndugu zangu, wawili tu zile foul za namna ile. Anapiga Lionel Messi, anapiga na Alan Okello Stabo, wawili tu. Sasa kama ndio mfumo huu wa kufukuza makipa baada ya Okello kufunga foul, tujiandae hizo mechi 6. Kuna watu barua watakuwa hawana. Kama ratibu ndio huu, zitaingia sana zile, ndugu zangu. Semaje umezungumza kuhusiana na mashabiki? Tumeona wakati anaingia captain walisimama na kuanza kumpigia pongezi. Pengine kile ambacho ulikuwa unawaomba wamekifanyia kazi na wamempokea vizuri? Wamekifanyia kazi na wamesahihisha makosa yao. Kama ambavyo wachezaji huwa wanakosea dakika 90, na sisi viongozi na mashabiki na wanachama kuna moment tunakosea. Kwa Bakari alifanya makosa kwenye hali ya mchezo na sisi tukakosea kwa kumuataki mchezaji wetu na kumtoa mchezoni. Kwa leo mashabiki wamesahihisha makosa yao. Wakati anaingia wamekuwa naye, na kama kuna moment ambayo nilifurahia alivyoingia, alienda straight kusalimiana na Djigui Diarra kwamba tuko sawa, tuko fresh, boli ipigwe. Tukiwa na mood hii, tukawa moja wote, furaha ikatawala, hakuna wa kutuzuia hapa. Hakuna, tukiwa wamoja, furaha ikatawala, tukacheza kwa jitihada. Naamini inshallah tunachukua ndoo mapema sana. Semaje? Alan Okello. Ndio niulizia huko.